imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, leo ni siku ya kihistoria katika parokia hii ya Mtakatifu Toma wa Aquino Kipunguni, kwa kuwa leo tunafanya jambo zito kuhusu parokia yenu na kanisa lenu, kanisa ambalo mmelijenga kwa majitoleo yenu, kwa mshikamano wenu, kwa nguvu ya imani yenu. Hongereni kwa kujenga kanisa zuri. Lakini uzuri wa kanisa hili unadai jambo moja muhimu. Ni lazima uzuri huu uwe unadokeza uzuri wa roho zenu, uzuri wa imani yenu, uzuri wa Ukristo wenu. Haina maana kujenga kanisa zuri na ninyi kubaki kuwa watu wa imani haba, kubaki watu mnaobangaiza maisha kama vile hamna kwenu. Hapa ni kwenu. Kwa hiyo tulieni nyumbani, kwa kuwa kwenu pamenoga. Leo jambo tunalofanya nimeliita ni la kipekee. Tutatabaruku kanisa hili na pia tutatabaruku altare. Niwadokezee tu kwamba makanisa baadhi yanabarikiwa tu, lakini makanisa mengine yanatabarukiwa. Endapo mnajenga kanisa la mpito ambalo siku moja mnaweza mkaligeuza likawa ukumbi wa disco, hilo tunalibariki, alafu tunaanza kulitumia, kazi inaendelea. Hilo ni kanisa la mpito, na hilo ni kanisa ambalo kutengenezwa kwake hakuna nakshi kama kanisa lenu hili. Kanisa la Kipunguni ni kanisa lililokamilika na ni kanisa la kudumu. Hatutarajii kwamba siku moja mwende mkamwombe askofu wenu awaruhusu mgeuze liwe disco. Hapa ni mahali maalum patakatifu ambapo pana malengo maalum. Lengo la kanisa hili ni kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu.
na watu wake. Ni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu. Ni kwa ajili ya kuadhimisha matakatifu. Ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumwabudu kwa staha. Na kwa sababu hiyo, pamoja na tendo nililofanya la kuzunguka na kubariki kuta na ninyi watu kwa kuwarashia maji ya baraka, tunaendelea na tendo lingine zito ambalo litahusu kusali sala maalum ya kuweka wakfu. Kupaka altare mafuta ya krisma na kuzipaka kuta za kanisa mafuta ya krisma. Mkitazama kuta za kanisa hili, kuna maeneo ambapo kuna misalaba na viango vya mishumaa. Maeneo hayo yatapakwa mafuta ya krisma ambayo yatatumika kuliweka wakfu, yanatumika kulifanya liwe mahali patakatifu sana, yanatumika kulipakua, kulitenga kwa mambo ambayo ni matakatifu tu. Wapendwa, kitendo cha kuweka wakfu ni kitendo cha kutakatifuza na kutenga kwa ajili ya mambo ambayo ni maalum, ni muhimu, ni matakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu wana Kipunguni, kuanzia leo tukisha litabaruku kanisa hili, litumieni kwa heshima, kwa imani, kwa uadilifu, kwa staha. Mtakapokuja hapa, mtambue kwamba kuna maeneo ambayo ni muhimu sana. Kuna meza ya Ekaristi, mahali patakatifu sana, na pia kuna meza ya neno. Tukija hapa tutalishwa neno la Mungu. Na tutalishwa mwili wa Kristo. Tulisikilize neno la Mungu kwa imani. Tulisikilize neno la Mungu kwa uelekevu. Tulisikilize na tulitafsiri katika maisha yetu. Lakini pia sisi tutakaosikiliza neno la Mungu na kulishwa mwili wa Kristo, tuwe makini, tusiwe mapango au majalala ya uovu. Tujitunze kusudi sisi wenyewe tustahili hadhi ya kubainika kama nyumba, makao au hekalu la Mungu. Niwaombe sana mtakapokuja hapa kanisani na mkitambua ni mahali patakatifu,
Mtakuwa mnatambua pia kwamba kutakuwa na Ekaristi. Kwa hiyo kwa kuwa Yesu wa Ekaristi atakuwa mahali hapa, unapoingia kanisani, mwabudu Yesu wa Ekaristi, piga magoti na mtolee heshima, mwelekezee moyo wa imani, jikabidhi kwake na muombe akuimarishe kama Bwana na Mwokozi wako. Katika somo la Injili mmesikia kwamba Yesu ameingia hekaluni akawafukuza waliokuwa wanaendeleza biashara hekaluni. Niwaangalishe, katika maisha yetu tusipokuwa makini, tunaweza kukuta kuna biashara nyingi zinaendelea katika mioyo yetu, biashara hovyo, biashara zisizotubainisha kama watoto wa Mungu, kama watu wa Kristo. Tuepuke hizo biashara potofu, hiyo mielekeo hovyo na vionjo ambavyo havina tija. Narudia tena kuwapongeza, niendelee kuwaomba na kuwahimiza, dumisheni imani safi, imani takatifu na imani iliyo hai kwenu kama wanakanisa wa hapa Kipunguni na kwingineko kote. Narudia tena kuwapongeza kwa maadhimisho muhimu ya siku ya leo. Niwakumbushe, nitawapa hati inayotamka kwamba kanisa hili limetabarukiwa. Nitawapa nakala 2 za hiyo hati. Nakala moja mnaweza mkaiweka kwenye kioo, mkatundika mahali, mkawa mnatazama tazama. Nakala ya pili mtaihifadhi kwa makini ndani ya masijala ya parokia. Kule kwenye masijala ya jimbo kutakuwa na nakala nyingine itakayohifadhiwa ikibainisha kwamba kanisa hili lina hadhi ya kanisa lililowekwa wakfu, lililotabarukiwa, lililokabidhiwa kwa Mungu kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu na watu wake. Amani ya Kristo iwe nanyi.